kila kitu ni kibiashara. Kwenye kibiashara hapa ndio inatolea down kabisa. Kwa maana sisi wote tumekuja kutafuta na tutoboe. Lakini sasa ile inatufikisha ni kwamba unaenda kufanya kwenye biashara, lakini unaona biashara tena unaenda bila kuuza, unaenda nyumbani bila pesa. Tena kesho unaona unaenda, lakini unaona unapata tu pesa za kula peke yake. Hata pesa za kodi huwezi pata. Si unaona? Lakini tunaamini ati Mungu yuko pale na iko na uwezo. Lakini jambo vile mimi huwa tunafurahi ni kuona hata nikiamka asubuhi kiona familia yangu wameamka salama. Nashukuru Mungu kwa maana ametuweka hai. Okay. Kwa maana sasa tutafuta maisha. Haya ni sisi kujitafutia maisha. Bwana hata sisi Mungu alituambia endeni mfanye kazi. Na hiyo ndio sasa hiyo tunabidi tunafanya mpaka sasa hivi. Okay. Unaona ati tunza familia yako, umewapa chakula, umelala vizuri, hiyo ndio jambo la maana. Kuhusu moment ya furaha, there's that one moment. Furaha iko. Furaha iko. But there's the best moment in life. Lazima ipo hiyo. Unasema yani this was the one of the best moments. Hata kama ilikuwa ya 5 minutes, like unasema one of the best. This thing happened and I think maybe by then it was the best moment of my life. No. Kusema ukweli, ile wakati wa corona nilikwambia huyu pastor alitusaidia. Ndio. Tuliamka asubuhi. Na tulikuwa tumebakisha tu paketi moja ya beans. Ya maharage. Peke yake. Na hapo ni upo wewe na watoto wawili. Watu 4. Si tunakaa kwa nyumba sasa huyo mwaka. Yendi kazi. Mnapati ya maharage tu. Alafu mpo kwenye nchi ya watu. Si mchezo. Sio mchezo. Ni asubuhi. Tukasikia simu. Mkangu akapigia simu na Pastor Rob. Ni Mkenya pia na Mungu ambariki sana. Akasikia haya anaitwa Mama Joki. Mama Joki, nataka unipatie address yako hii. Niwaletee chakula. Na sisi. Hiyo ndio the moment sijaona. Kama unaona yani ni ujiza ya Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo sasa. Jamani alitupa dereva. Alileta paketi ya sukari, paketi kama 5, paketi 2 za ni rice, chele. Haya, paketi 3 za hizo maharage, mikate na unga wa mahindi. Paka wale watu walikuwa wanapita barabara walikuwa nafikiri tunaziuza, tukasema hapana. Na mboga pia. Sasa hiyo ilikuwa the best moment. I can imagine. Tulikuwa tukasema hata tushaiona miracle kama hiyo. Tukasema hapana. Hatushaiamka asubuhi unashindwa nitafanya nini? Hakuna kwenda kazini. Lakini pastor, Mungu naye akatuma pastor. Atuletee chakula. Sasa hiyo ndio moment pana sisi tutazita sana. Sasa hiyo bwana Robert na tunamuita Rob, Mungu ambariki sana. Sawa. Bwana, unaona mambo haya. Imagine unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini imagine kwa baba wa familia afu uko ndani, mmefungiwa lockdown, mfanyi kazi, alafu unatazamana familia yako, kuna kabegi tukamebaki kama mfuko kadogo tu kama haraki. Unajua, lakini imagine unaweza kuona kitu kidogo lakini ni kitu kikubwa, especially kwa baba wa familia. Wewe sasa Mr. Joyce. Yes sir. Plani yako kwanza hapa naona tunapopita hapa inaitwaje, kuna Langa. Hiyo ni Langa. Hizo nyumba wanaishi house. Yes. Yeah. George. Hiyo ndio township ya kwanza. Kuna 6 hapa. Yeah. George. Yes. South Africa mimi katika kitu ambacho kinanishangaza. Yaani kuna hii miji mikubwa kama Cape Town, Johannesburg, kuna Spain kwa ujumla wake. Ni miji fulani ambayo ina hadhi kama miji ya Ulaya. Yes. Lakini kuna sehemu ukipita ni uswahilini kuliko wenu kule Kibera. Au sisi tuna uswazi.
Watu wakipita hapa wanashangaa, wanasema hata wao wanajenga manyumba za mabati. Ila kwetu tumewacha zamani, unaona. Tena nikwambie George, Mswazi ya huko unajua tena ni mbaya zaidi kwa sababu hizi ni nyumba za mabati. Yes. Sisi unajua sasa George nikuulize. Yeah. Kwenye nchi ambayo inaonekana kama ina uchumi mkubwa kama hii. Yes. Na ukiangalia kuna vitu vingi ambavyo ukweli wametupita nchi nyingi za Kiafrika. Yeah. Sasa George, inakuwaje katikati ya mji kama hapo ambapo tumepita nyuma? Yaani unakuta maisha magumu kuliko hata ya kwetu sisi kule tunakotokea kwa maana ya Kenya na Tanzania. Ni kweli. Yaani kwa maana ya kwa Watanzania wenzangu, of course kwa ambao hamjafika, waliofika South Africa najua wanajua. Ambaye hajafika South Africa ni kwamba yani imagine unapita kwenye mji mzuri. Alafu katikati unakuta kuna vijumba vya mabati vya uswazi vingi sana. Hiyo nadhani George inatokana na nini? Kwamba katikati ya nchi ambayo inaonekana kama ina utajiri kuna umaskini mwingi sana. Unadhani inatokana na nini? Unajua ni nini? Umaskini ni mwingi sana hapa. Hawa serikali iliwajengea nyumba pia. Lakini sasa wao wenye wanajenga manyumba ya mabati ni wale wanatoka kule mashambani. Sasa wanakuja kutafuta maisha hapa. Sasa kabla wasubiri government wapatie wajengee nyumba. Sasa vile wanafanya, wakiona kaploti kako pale, wanaenda kununua mabati. Wanaanza kujenga nyumba pale. Sasa hivyo ndio wanajenga hivyo. Ndio maana umeona hizo manyumba za mabati ni mingi sana. Sasa serikali huwa inawaambia mjiandikishe, alafu tutawajengea nyumba nzuri. Sasa haya mabati umeona hapo, wako kwenye waiting list. Serikali bado itakuja kuwajengea nyumba. Kwa hiyo imekuwa serikali yao imekuwa ikiwajengea. Imekuwa kiwajengea. Na inawajengea wapi? Inawajengea humu mijini au ni nje kidogo ya mjini? Hata wengine hata walipi. Na wale wanalipa ni wale wanapewa nyumba ni wale wa low class na middle class. Wale wana mshahara mkubwa, unaona? Okay. Sasa serikali huwa inaangalia sana. Sasa hiyo ndio uzuri wa serikali hapo. Sasa waliambiwa na serikali wapo kwenye waiting list, serikali itawajengea. Yes. Okay, tumefika. George, unarudi lini Kenya? Kenya nilikuwa nataka kurudi hivi karibuni.